Jinsi ya kufungua jicho la tatu. Kwanza kabla ya yote naomba nielezee jambo hili hapa. Kila binadamu hapa duniani huwa anazaliwa akiwa na jicho la tatu. Lakini shida huwa inakuja hivi. Kadiri tunavyoendeleza maisha hapa duniani, yani mambo tunayoyafanya, vyakula tunavyokula na mambo mengi huwa yanapelekea ili jicho la tatu kukosa nguvu na kuanza kufifia, na mwisho wa siku linakuwa halioni kabisa. Na ndio maana leo hii niko hapa kukufundisha jinsi ya kulifungua jicho lako la tatu, kwa sababu wengi wakishafikia umri wa utu uzima, jicho lao la tatu linakuwa limeziba kabisa, halioni kitu. Kwa kawaida huwa tunajua kwamba mwanadamu ana macho mawili. Haya macho mawili huwa yanatumika kuona katika huu ulimwengu wa kawaida, yani ulimwengu wa kimwili. Lakini hili jicho la tatu ni jicho la kiroho, ambalo linampa mwanadamu uwezo wa kushinda changamoto za maisha ambazo huwa zinatupata. Na hili jicho la kiroho linamwezesha mwanadamu kuweza kuona katika ulimwengu usiokuwa wa kawaida. Na mtu akifanikiwa kulifungua hili jicho la tatu, atakuwa na uwezo wa kulihisi kwamba lipo, na litakuwa na uwezo wa kuona muda wote. Ndani yako wewe mwanadamu huwa kuna vituo 7 vya nishati au vya nguvu. Hivi huwa tunaviita chakras. Sasa hili jicho la tatu ni chakra ya 6 miongoni mwa chakra 7 tulizonazo ndani ya miili yetu. Na pia jicho la tatu linajulikana kama pineal gland au tezi ya pineal, ambayo inakuwa ipo mbele ya ubongo wako, ambapo tezi hii inakusaidia kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo jicho la tatu ni lango lako la kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Na wakati jicho lako la tatu litakapofunguliwa, utaanza kuwa na ufahamu mkubwa sana na wawazi, na utaanza kuona mambo ambayo sisi binadamu hatuwezi kuyaona katika ulimwengu wa kawaida. Na kubwa zaidi, utagundua mambo mengi ya siri ambayo umekuwa ukifichwa na kudanganywa kwa miaka mingi. Na naomba tu nikwambie ukweli, kufungua jicho la tatu si jambo ambalo litatokea ndani ya siku moja. Ni jambo ambalo linahitaji mazoezi ya mara kwa mara, hasa kama wewe ni mtu ambaye si mzoefu katika kufanya meditation. Na wala hakuna mtu ambaye atakusaidia kuweza kufungua jicho lako la tatu isipokuwa ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo mtu asije akakudanganya akakwambia lipia pesa kiasi fulani ili niweze kukusaidia kufungua jicho lako la tatu. It is a big no. Hapo utatapeliwa tu pesa zako. Uwezo wa kufungua jicho la tatu upo ndani yako, na mtu yoyote yule anao uwezo wa kufungua jicho la tatu. Mtu asije akakudanganya. Hakuna mchawi, waganga wala watabiri wa nyota ambao wanaweza kukusaidia wewe kufungua jicho lako la tatu. Mimi ninaweza nikakuchukua nikakufungia ndani kwangu, niseme nikufundishe kufungua jicho la tatu, lakini kama wewe utayari ndani yako haupo, hilo jicho la tatu kamwe halitaweza kufunguka. Kwa hiyo kitu kikubwa ni wewe mwenyewe kuwa na utayari na kuweza kuzitumia hizo nguvu za jicho la tatu, ndipo jicho lako la tatu litaweza kufunguka. Kumbuka kwamba jicho la tatu ni nguvu ambayo inatoka ndani yako, haitoki nje yako, ni ndani yako wewe mwenyewe. Na ndio maana mimi hapa ninakupa mwongozo, kisha wewe uende ukafanya nyumbani kwako ukiwa mwenyewe peke yako. Na kama ulikuwa hujui, hili jicho la tatu ni moja kati ya silaha kubwa na hazina ya kipekee ambayo ipo ndani yako. Jambo hili watu wengi hawalifahamu. Watu waliotuzidi maarifa, hasa kutoka katika nchi zilizoendelea, wameifahamu siri hii. Na wanachokifanya ni hiki hapa. Wanafanya kila jitihada kulizima hili jicho la tatu ndani yetu ili waendelee kututawala. Sisi tunaelewana? Yaani wanafanya kila jitihada ili kumdhibiti mwanadamu asije akajua hii siri ya nguvu kubwa iliyopo ndani yake, ili waendelee kututawala na wao wazidi kuwa juu siku zote. Na kitu ambacho wanaogopa ni sisi kuja kufahamu kwamba kuna uwepo wa nguvu hii ndani yetu. Kwa sababu tukijua kwamba kuna nguvu hii ndani ya miili yetu, tutafahamu maovu yao yote, tutajua uongo wao wote ambao walikuwa wakitudanganya kwa miaka na miaka, na kinachofuata ni anguko lao. Wao wataanguka na sisi tutakuwa juu. Wacha nikufunulie siri hii hapa. Epuka kutazama TV kwa muda mrefu.
Hivi unafahamu kwamba TV imebuniwa ili kudumaza jicho la tatu? Unalifahamu hilo? TV ni moja kati ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Na kwa kiasi fulani, sisi tunavyoona katika haya macho ya kawaida inatusaidia. Lakini wanapotuletea vitu hivi huwa hawatuweki wazi, hawatuambii ukweli. Unapotazama TV kwa muda mrefu unaua jicho lako la tatu, lakini kwa jinsi walivyo design vipindi vilivyopo katika TV vinakufanya wewe uwe ni mtumwa wa TV. Yaani unajikuta ukikaa kuangalia TV kuanzia asubuhi mpaka usiku utoki. Yaani unajikuta kitoka hiki kinafuata hiki, kinafuata hiki, na vyote vinakuburudisha. Yaani vinakufanya uwe addicted na kutazama TV. Na hivyo ndivyo wanavyotaka. Yaani kadiri masaa yanavyozidi kwenda ya wewe kukodolea ile TV, ndivyo ambavyo jicho lako la tatu linazidi kufifia. Na pia hata hizi simu, epuka matumizi ya muda mrefu ya simu. Unakuta mtu kuanzia asubuhi mpaka jioni amekodolea macho kwenye simu yake. Hiyo inaua nguvu ya jicho lako la tatu. Hapa naomba unielewe vizuri sana. Si kwamba napingana na sayansi na teknolojia. Ninachomaanisha ni kwamba watu wengi hasa tulio katika nchi zinazoendelea tumejikuta tumekurupukia hii sayansi na teknolojia, na matokeo yake badala ya kuvitumia vitu hivi kwa faida zaidi tumejikuta tunapata hasara zaidi. Na kwa bahati mbaya zaidi, wale watu waliosoma na watu ambao wana uwezo wa kiuchumi ndio ambao wamejikuta wanapata hasara zaidi kutokana na hivi vifaa vya kiteknolojia. Pointi yangu kuu ambayo ninaweza kukuambia siku ya leo, kila kitu hapa duniani hakikisha unafanya kwa kiasi. Na yote haya utaweza kuyakontrol endapo utafanikiwa kufungua jicho lako la tatu na utajua ni nini kinaendelea katika ulimwengu huu. Na pia epuka kutumia vyakula vya kiwandani, yani processed foods. Hivi vyakula bwana vimebuniwa ili kudhoofisha nguvu zetu za ndani na hasa kudhoofisha jicho lako la tatu, ili uendelee kuwa kipofu na uendelee kutawaliwa na kuishi katika ujinga na kutokujua siri nyingi ambazo umefichwa kwa miaka mingi. Na kuomba tu uendelee kunisikiliza kwa sababu hili somo ni pana na linahitaji uelewa wa hali ya juu, ili pale wakati utakapoanza kulifungua ujue ni kitu gani unakifanya na kina faida gani katika maisha yako. Kwa hiyo endelea kunisikiliza, kuna kitu kikubwa sana utajifunza katika video hii. Na ukweli mwingine ambao nataka ufahamu, usifikiri kwamba ukifanikiwa kufungua jicho la tatu basi mambo yatakunyookea, yani kila kitu kitakuwa kizuri kwako. Hapana, kuna baadhi ya mambo yatakushtua, mengine yatakupa huzuni, na kwa kiasi kikubwa utakuwa disappointed kwa sababu kufungua jicho la tatu kutakufanya uone ukweli halisi wa dunia hii ambao viongozi wako wa kidini na wa serikali hawataki kukuambia. Kwa hiyo utajihisi like, yani miaka yote hii mimi nilikuwa wapi? Kwa nini sikufahamu ukweli tangu zamani? Kwa hiyo kaa tayari kwa vitu kama hivyo hapo. Okay, nafikiri sasa mpaka hapo utakuwa tayari umeshapata angalau mwanga kuhusiana na jicho la tatu. Sasa twende moja kwa moja nikakufundishe jinsi ya kufungua jicho la tatu, hatua kwa hatua. Na hapa nitakuelekeza kufungua jicho la tatu kwa kutumia mbinu ya meditation. Zipo mbinu nyingi, lakini meditation ipo more effective kuliko mbinu nyingine. Hatua ya kwanza kabisa katika kufungua jicho la tatu, chagua mazingira sahihi. Lengo la msingi la kutafakari au kumeditate ni kuileta akili itulie juu ya wazo moja au juu ya kitu kimoja. Kwa hiyo ni muhimu kuchagua mazingira yenye utulivu na ambayo wewe utajisikia vizuri wakati wa kufanya meditation. Unaweza ukaamua kujifungia chumbani kwako, au kama ukiona hapo chumbani kwako hakuna ule utulivu unaouhitaji, unaweza kuamua kwenda hotelini, lodge, au katika nyumba ya rafiki yako ambayo unaamini kutakuwa na utulivu ambao utakusaidia wewe kufanya meditation. Lakini pia meditation inaweza ikafanyika nje katika maeneo ya asili. Kwa mfano porini, kando kando ya mto, kando kando ya bahari, katika garden yako special, yani popote pale ambapo wewe unaona patakuwa na utulivu. Na kama ukichagua kufanyia nje, yani katika maeneo ya nje, hakikisha ni eneo ambalo watu watakuwa hawapitipiti ovyo au kukusemesha ovyo. Kwa hiyo kuwa makini na swala hilo hapo.
Hatua inayofuata, andaa mkao wako. Mkao unaofaa ni kama huu hapo unaoweza kuona hapo kwenye video. Mkao huu unakusaidia kuleta muunganisho kati ya mwili na akili yako. Ukishakaa katika mkao huu, unaweza ukafumba macho ama ukafungua, lakini ni vizuri ukafumba macho. Lengo la kufumba macho ni ili usipotee katika tafakari yako. Kama unavyojua sisi binadamu, akili yetu ni rahisi sana kupotea kimawazo. Unaweza ukaona kimdudu kimepita ukaanza kukizingatia. Sasa ukifumba macho inakusaidia sana kufocus katika jambo lile unalolifanya. Au kama ukiona kufumba macho inashindikana, unaweza ukatumia mshumaa. Mshumaa unasaidia sana katika meditation ili uweze kuconcentrate katika meditation yako. Watu wengi wao wanapenda kutumia mshumaa alafu anauweka mbele yake. Ukishakaa ule mshumaa mbele yako, wewe unakuwa na concentrate na kuangalia ule mwanga wa mshumaa. Ule moto unaowaka pale juu ya mshumaa. Wewe unakuwa unaangalia tu, una concentrate. Hiyo inakusaidia kutokuwazawaza kichwani, yani kutokuwa na mawazo mengine. Focus yako yote inakuwa ipo katika ule moto. Kwa hiyo basi unaweza kuamua kufumba macho au unaweza kuamua kuwasha mshumaa na kukazia macho ili usije ukawazawaza mambo mengine. Na wakati unafanya haya yote, hakikisha concentration yako inakuwa katika eneo la jicho la tatu. Hapa kwenye paji la uso ambapo nimeeleza ndipo jicho la tatu lilipo. Kwa hiyo hakikisha akili yako na hisia zako zote zinakuwa katika hilo eneo. Yaani jaribu kulifeel, jaribu kulizingatia na kuconcentrate katika eneo hilo hapo. Hatua inayofuata ni kuchagua mantra utakayoenda nayo katika meditation. Mantra ni neno au kifungu cha maneno ambacho unakuwa unakitamka kwa kurudia wakati unafanya meditation. Hii mantra inakuwa inasaidia sana kuifanya akili yako ifocus katika hicho kitu unachokitamka. Sasa katika zoezi hili unaweza ukawa unatamka jicho la tatu, jicho la tatu. Unaweza kutamka kwa sauti au unaweza ukatamka kimoyomoyo. Kwa hiyo wewe wakati umekaa katika mkao huu utakuwa unalitamka hili neno jicho la tatu, jicho la tatu, jicho la tatu kwa kurudia. Hii itasaidia akili yako ifocus katika kitu hicho tu. Kumbuka wakati haya yote yanaendelea, focus yako inatakiwa iwe katika paji la uso, eneo ambapo jicho lako la tatu lipo. Ukiendelea kufanya hivi kwa usahihi, baada ya muda utaanza kuhisi kama katika eneo la paji lako la uso kuna kama hisia fulani maua yanafunguka. Yaani kama kuna kitu kinakutekenya kinafunguka. Hiyo ni ishara ya kwamba jicho lako la tatu limeanza kufunguka na kupata nguvu. Kwa hiyo usiogope, usijitikise wala usiache zoezi lako. Hapo mambo ndiyo yanakuiva sasa. Hisia hii ya kuhisi kama maua yanafunguka katika paji la uso hawezi kuipata mtu ambaye ndo mara yake ya kwanza kufanya meditation au sio mzoefu katika kufanya meditation. Kwa hiyo itakubidi ufanye hili zoezi mara kwa mara kwa kurudia, ndipo ambapo utaweza kufanikiwa kufikia stage hii ya kuhisi kama maua yanafunguka. Sasa ukishaanza kuhisi kama jicho lako la tatu linaanza kufunguka, sasa concentration inatakiwa iongezeke zaidi. Yaani usiache wala usijaribu kustopisha zoezi lako. Watu wengi wakishafikia katika stage hii huwa wanaanza kupata woga, anaweza akaanza kuweseka, akashtuka, akaanza kukimbia au akaacha zoezi. Sasa ukifanya hivyo unakosea. Inatakiwa uendeleze concentration pale pale katika jicho la tatu, zingatia utulivu na weka woga pembeni. Na hata kama ukipata feeling ya kutaka kujikuna, usijikune. Yaani wewe kaza, endelea kuconcentrate, fahamu kwamba hapo sasa mafanikio yako yapo karibu. Ukishafanikiwa kufungua kabisa jicho lako la tatu, kuna dalili utazihisi mwilini mwako na nyingine utazihisi rohoni mwako. Kwa mfano, dalili ya kwanza kabisa, utahisi kama kuna mgandamizo katika paji lako la uso. Hili eneo ambalo jicho la tatu lipo. Utahisi kama kuna vitu vinatekenya au vinakusukuma. Sasa wengi huwa wanapata msukumo wa kutaka kujikuna au kupekecha. Sasa wewe acha.
hiyo ni ishara kwamba jicho lako limeanza kufunguka. Pia dalili nyingine kwamba jicho lako la tatu sasa limeshafunguka ni kupata maumivu ya mwili. Kwa mfano unaweza kupata maumivu ya kifua, maumivu ya tumbo. Yaani ghafla tu tumbo lako linaanza kuchafuka, mara linajaa gesi, mara unahara. Hizo zote ni dalili au viashiria kwamba jicho lako la tatu sasa limeshafunguka. Na pia dalili nyingine, utaanza kuona mwanga, ambapo mwanga huu unakuwa unajichora katika maumbile tofauti tofauti. Yaani ukifumba macho yako ya kawaida, ule mwanga unakuwa unakuonesha kitu kilichopo mbele yako. Mara nyingi rangi ambazo huwa zinaonekana ni blue, indigo na nyeupe. Na hizi rangi huwa zinapendeza sana, zinafurahisha sana. Na jicho lako la tatu likishafunguka, hutopendelea tena kukaa kwenye mwanga mkali au sauti kali. Yaani kiufupi, huwezi kumuona mtu ambaye amefungua jicho la tatu anazunguka disco, sijui kwenye makumbi ya harusi au sehemu zenye makelele maharusini. Yaani wengi wao huwa hawahudhurii. Yaani utawalaumu bure tu, lakini hawa ni watu ambao hawapendi makelele yasiyokuwa na mpangilio na pia hawapendi mwanga mkali. Hizo zote ni viashiria kwamba huyo mtu jicho lake la tatu lipo active. Sasa vipo pia viashiria vya kiroho ambapo ukiviona tambua kwamba jicho lako la tatu tayari lipo active. Kwa mfano kama wewe ni mwalimu, alafu ukiwa katikati ya kufungua jicho lako la tatu ukaletewa maono, ukajiona unaimba, basi achana na hiyo kazi yako ya ualimu. Ingia katika kuimba. Utajikuta unapata mafanikio ndani ya muda mfupi sana kuliko ambavyo ungeendelea kung'ang'ana na huo ualimu. Na pia baada ya kufungua jicho la tatu, utaanza kuyaelewa maisha yako. Wewe unaweza kusema hapo ulipo unayaelewa maisha yako, unajitambua, unajua nini cha kufanya. Lakini wacha tu nikwambie, kama hujafungua jicho la tatu, hakuna unachoelewa kuhusiana na maisha yako. Ipo hivi, mtu anapofungua jicho la tatu, uelewa wake wa maisha unakuwa ni mkubwa sana. Yaani kiasi kwamba hakuna kitu ambacho kitatokea katika maisha yake akajilaumu. Atafahamu kwamba kila kitu katika maisha yake kinatokea kwa kusudi maalum. Hii itakupelekea kuanza kuletewa watu sahihi katika maisha yako na kwa muda sahihi. Watu hawa watakuwa wanakuongoza katika maisha yako ya kiroho. Na pia jicho lako la tatu likishafunguka, utakuwa ni mtu mwenye kujielewa zaidi kwa kila unachokula. Yaani automatically utaanza kubagua, hiki sistahili kula, hiki nastahili kula. Hiyo ni kutokana na mwongozo unaopata kutokana na jicho lako la tatu kuwa open. Mwili wako utaanza kudai vyakula ambavyo vinaendana na ile mikiki ya jicho la tatu. Kwa hiyo utajikuta unaanza kupenda zaidi vile vyakula vya asili. Yaani vyakula hivi vya kununua, sijui fast foods, utajikuta huna hamnavyo tena. Na pia utajikuta unatamani zaidi kutengeneza mazingira ya asili katika nyumba yako. Kwa mfano, utajikuta unatamani kupanda mti, upande angalau vimaua, vipendezeshe nyumba yako. Yaani from nowhere unajikuta unaanza kutamani nature. Sasa hii ni kwa nini? Ni kwa sababu mwili wako unakuwa tayari unakuamuru kufuata maisha ya kiroho kuliko kufuata maisha ambayo yanakuwa na kunyonya nguvu za kiroho na kukufanya kuwa mtumwa wa maisha ya upofu. Kwa hiyo utajikuta unaongozwa kufanya vile vitu ambavyo vinaamsha mitetemo ndani ya mwili wako. Na pia ukifanikiwa kufungua jicho la tatu, utaanza kupata ndoto za wazi. Yaani kile ambacho unakiota kinakuja kutokea kweli katika uhalisia. Kwa mfano, unaweza ukalala ukaota mvua kubwa sana inanyesha na mafuriko yanatokea. Na kweli unashangaa mkiamka mvua kubwa inanyesha na mafuriko yanatokea. Na pia ukifanikiwa kufungua jicho lako la tatu, utakuwa na uwezo wa kuona kitu kinachokuja kutokea mbele. Hii haitokei katika ndoto, ni katika uhalisia, yaani hivi wazi wazi. Kwa mfano, mnataka kusafiri, alafu mtu anakuambia usipande hili gari, huko mbele litakuja kupata ajali. Na kweli, hilo gari likifika huko mbele linapata ajali. Hayo ni maono yanayotokana na jicho la tatu. Sasa je, wewe utafaidika nini pale unapofungua jicho la tatu? Yaani ni zipi faida za kufungua jicho la tatu? Faida ya kwanza kabisa, utakapofungua jicho la tatu, hakuna mtu ambaye ataweza kukudanganya tena.
Hii ni kwa sababu kabla mtu hajakudanganya utakuwa tayari umeshafahamu kwamba huyu mtu anataka kunidanganya. Na hii ndio sababu imepelekea watu waliofanikiwa kufungua jicho la tatu wawe na marafiki wachache. Na pia mtu ambaye amefungua jicho lake la tatu ni ngumu sana kutapeliwa, kwa sababu kabla hujamtapeli tayari ameshajua lengo lako ni nini. Kwa hiyo utafanya mbinu zote unazozijua, lakini yeye atakuwa anakuzoom tu. Na kitu kingine, utaweza kuwasoma watu mawazo yao kwa kuangalia tu. Yaani ukikutana tu na mtu hivi pap, utajua huyu anawaza nini. Je, ananiwazia mabaya au ananiwazia mawazo mazuri? Hii huwa inatokea vipi? Mawazo ya watu unapokutana nao yanakuwa yanasikika kwa sauti. Yaani wewe unakuwa unayasikia kwa sauti. Kwa hiyo utakuwa unaelewa kwa urahisi watu wanakufikiria nini, na je wanakuwazia mema au mabaya. Na faida nyingine ya kufungua jicho la tatu ni kuwa na uwezo wa kuamuru akili za wengine. Hii tunaita ni telepathy. Hii huwa inakuwa kwa vipi? Yaani kwa mfano unakuta ulikuwa umekaa na mtu anawaza kitu fulani anataka kukuambia, lakini kabla hajakwambia wewe tayari umeshajua. Yaani unakuwa na uwezo wa kujua wazo la mtu kabla yeye hajakwambia. Au unaweza ukawa umekaa unawaza fulani, unasema hivi fulani imekuwaje, alafu hapo hapo anakupigia simu. Kama uliwahi kuwa karibu na mtu mwenye uwezo huu, basi utakuwa unalifahamu ile vizuri kabisa. Pia faida nyingine, utaweza kusikia sauti zinazotoka katika fikra za watu. Utasikia mtu anakuuliza, vipi umeniita au? Wakati muda huo unakuta hujatoa sauti wala hujafanya nini. Ni umewaza tu kwa kulitaja jina lake kimoyomoyo. Sasa ukiona dalili hiyo hapo, fahamu kwamba huyo mtu aliyeitikia hivyo kwamba umeniita au, maana yake ni kwamba jicho lake la tatu lipo active, ana uwezo wa kusikia sauti kutoka katika fikra zako. Faida zipo nyingi sana na bado mambo yapo mengi sana kuhusiana na jicho la tatu. Yaani haya niliyowaambia katika hii video ni kama introduction, ni sehemu ndogo sana kuhusiana na jicho la tatu. Sasa video inayofuata tutaendelea na somo hili kwa upana zaidi ili uweze kuelewa zaidi. Sasa hakikisha una subscribe ili hiyo video inayokuja isije ikakupita. Asante sana.